Kwa jinsi ambavyo amezungumzia kwa upande wa kocha wa Yanga ni kwamba wao wanajiandaa kuelekea kwenye mchezo, kwa sababu wanaamini kabisa kwamba huenda mpinzani asifike kwenye press conference pre-match, lakini mwisho wa siku kwenye uwanja kaonekana. Kwa hiyo bado wenyewe watajiandaa kisaikolojia kwamba wataenda kwenye mchezo na wameandaa silaha zote. Lakini kwa upande wangu mimi inanipa wakati mgumu sana kwa kile kitu ambacho kinaendelea kwa sasa. Barua kwa maana ya taarifa rasmi kwa umma ambayo Simba walikuwa wameitoa ilikuwa ni tarehe 12 au 11 kabla ya dabi ambayo itakiwa ichezwe tarehe 15, na Simba waliweka wazi kabisa kwamba endapo namna yoyote ile, kwa kitu chochote kile, ikiahirishwa mchezo kusogezwa mbele, maana yake Simba alikuwa amenusa kama kuna hali ya kusogeza mchezo mbele. Wakasema kwa namna yoyote ile, yani kwa msisitizo, kwa namna yoyote ile, yani kwa namna yoyote ile. Maana yake walijua pengine mamlaka ya serikali inaweza ikaingilia kati na kutaka kutafuta suluhu juu ya hili. Kwa waliweka kama tahadhari fulani kwamba kwa namna yoyote ile hatutaingiza timu uwanjani. Ukienda kuisoma ile barua vizuri, utagundua kitu kimoja kwamba Simba wameamua kukisimamia kile ambacho wamekisimamia, na nikaanza kuvuta picha mwaka 2021 Yanga walishakugomea, ulikuwa ni muda mabadiliko ya muda tu, na tukaona kama masiala, na kweli waligomea. Yanga akasimamia msimamo ule, na ule msimamo ulikuwa unahusiana kabisa na mamlaka ya juu kabisa ambayo ilikuwa inaenda kuzindua kitabu. Kwa hiyo walisogeza mbele ili pia uongozi kwa maana ya viongozi wa juu wa serikali pia wawepo uwanjani, lakini waligoma. Kwa hiyo najaribu kuanza kuipata picha ya hicho ambacho kinaendelea. Simba kutokea kwenye press conference, nadhani hata inaua hata story ya rais kwa maana ya kocha wa Yanga, inaua kabisa kila kitu ambacho nakizungumza. Taarifa kubwa ya kuzungumza hapa ni namna ambavyo Simba wameweza kuikataa kanuni ya kwenda kushiriki kwenye press conference, ambapo ni kwenye kanuni inaruhusu kabisa lazima timu zishiriki kwenye press conference. Kwa hiyo kama mmevunja hii kanuni, Simba na walikataa kuzungumza chochote kuelekea katika mchezo, na wao walikuwa wanazungumza kwamba mchezo wa mwisho kucheza, na ingawaje walikuwa wanaingiza neno wa nyumbani, ulikuwa ni mchezo dhidi ya Kagera Sukari ambao uchezwa pale KMC, si ndio? Kwa hiyo kuna kitu ambacho naanza kuona kwamba inawezekana kuna usiriasi kabisa Simba wasipeleke timu, na wamejiandaa kwenye hilo. Na ukiangalia viashiria mbalimbali ambavyo vinaonekana kama ambavyo nimesema kuhusiana na ile taarifa kwa umma ambayo ilitoa, unaanza kuona kwamba inawezekana Simba wako serious. Na njoo tena ndani ya Simba mpaka dakika tunavyozungumza kuna mvutano mkubwa sana na mgogoro. Kuna pande mbili ambazo zinavutana ndani ya Simba. Moja ni kwa upande wa Mo, sawa? Ndio. Kwa upande wa Mo kwa maana ya mwekezaji, lakini kwa upande wa wanachama ambapo yupo Mangungu, kwa taarifa ambazo nimezipata, kuna mvutano ambao unaendelea mpaka sasa. Mvutano huo ambao sasa unaweza kwenda kupeleka madhara makubwa sana, madhara ambayo unayaona, kwa sababu kuna upande ambao unasema tupeleke timu na kuna upande ambao unasema tusipeleke timu. Sasa ndio maana kuna katika mvutano ule kuna upande ambao wa Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, wao wanataka kupeleka timu kwa sababu Mangungu yeye alikuwa amekutana na Mheshimiwa Rais. Wao wanaona kama kuna uwezekano wa kupeleka timu, lakini upande wa Mo inasemekana kwamba kuna baadhi ambao hawakuwepo kwenye ile tukio la kutafuta ile suluhu. Wao hawajakubaliana na hicho kitu kupeleka timu. Kwa hiyo kuna mvutano, ndio maana hata mashabiki sasa hivi, mashabiki wengi wamegawanyika. Wengine wanasema hatupeleki, hatuingizi timu, wengine wanasema tunapeleka timu, wengine wanasema tunacheza, wengine wanasema hatuchezi. Ni kwa sababu kauli moja iliyonyoka ya Simba imeshindwa kufikiwa, kwa maana Ahmed Ally kitengo chake kimeshindwa hata kutoa taarifa kwa umma, tofauti na ile taarifa ambao walitoa, ambao nakwambia ni tarehe 12 au 11 ambao walitoa kuweka msimamo wao endapo kama kutakuwa na mabadiliko ya tarehe ya mchezo huo. Kwa hiyo unaanza kutazama kwa namna ambavyo dabi ambayo mpaka sasa hivi imeshatangazwa refa wa mchezo kutoka Misri, na naamini kabisa toka yuko nchini, na wengi ambao wametoka nje ya nchi kwa ajili ya mchezo huo watakuwa wameshasogea tayari. Lakini Simba ambao wao wanafahamu fika kabisa kwamba mchezo wa dabi unahitaji kuwa na mashabiki wengi, na mashabiki wapo ambao wanatoka mikoani kwa ajili ya kuanikiza pale uwanjani kwa pamoja wachezaji. Kwa hiyo
Picha ambayo nakwambia sasa hivi tunazungumza ni siku moja. Leo ni tarehe 24. Bado siku moja kwenda mpaka kwenye mchezo husika. Picha ukiniambia Simba anaenda kupeleka timu uwanjani, nitakuwa mtu kama sio wa mwisho mwishoni, yaani abakie mtu mwingine ambaye amalizie kabisa, lakini mtu wa mwisho mwishoni. Naanza kuamini kwamba Simba hawapeleki timu uwanjani. Na naanza kuamini kutokana na migogoro hii ambayo inaendelea, uongozi kutoka kuzungumza, migogoro ambayo inaendelea. Unajua migogoro ambayo inaendelea dhidi ya mwekezaji, utaanza kuona kwamba kuna nguvu ya mwekezaji ipo, sawa? Yeah. Lakini pia kuna nguvu ya mwenyekiti ipo. Mwenyekiti anawakilisha wanachama. Ni kama wanaogopana hivi. Kwa mimi nikisema tunacheza, nitaonekana mbaya, naweza katengeneza mtafaruku, nikaonekana msaliti. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Vika naweza kukwambia, inawezekana kesho tukashuhudia tukio lingine la kuweza kuleta mjadala mwingine, pamoja na bodi ya ligi kuleta waamuzi kutoka nje ya nchi, lakini Simba isipeleke timu uwanjani kutokana na kauli ambao wao wenyewe walisema hatutakuwa tayari kupeleka timu uwanjani. Kama press conference yenyewe hajapeleka kocha na wachezaji kwa ajili ya hilo tukio, siamini kama hilo swala litaenda kufanikiwa. Kutokana na haya ambayo yanaendelea Lugano, namna ambavyo mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na wadau wa soka hapa nchini, hali yao ilivyo mpaka sasa hivi, wako kwenye kigugumizi kikubwa, kwa sababu Simba wako na statement yao ambao wameitoa kabla ya tarehe 15, lakini mpaka hivi sasa wamekaa na ukimya mkubwa. Hii picha ambayo inaendelea sasa hivi kwa mara ya kwanza kwenye soka la hapa nchini Tanzania, linaweza likaleta taswira gani kwenye mpira wa soka hapa nchini Tanzania? Yaani taswira ambayo inakuja sasa hivi ni mbaya sana. Yaani kama imefikia hatua ambapo wadau tulitegemea kwamba mara baada ya serikali kuingia kama mshauri, nilijua solution inaweza kupatikana na vitu vikaendelea. Unajua nikwambie kitu, Vika, watu wanafikiri serikali haiwezi kuingilia mambo ya mpira. Ni tatizo ni kwamba watu hatufuatilii masuala mazima ya mpira. Tunasikia mtu mmoja akasema, alafu nabakia na hilo neno mdomoni mwako, naamini kwamba serikali haiwezi kuingilia. Serikali kwenye masuala ya mpira inaingilia, lakini katika positive way. Yaani serikali haitaki kuingilia kwenda kulazimisha kupeleka mabadiliko tofauti. Si umeelewa? Lakini kushauri, kutoa changamoto za kiusalama, lakini pia mambo ya rushwa na usika. Yes, vyovyote vile ambavyo vinakuwa positive kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kusaidia ubora. Ndio maana serikali inatoa ndege, inatoa posho, inatoa motisha na vitu kama hivyo. Umeona Simba hata walivyokwenda dhidi ya kule Afrika Kusini, Berkane, huko Berkane pia wali support hivyo vile. Huko sikuingilia. Kwa hiyo serikali inapoenda kulazimisha ndipo ambapo inakuwa kosa. Lakini serikali haijalazimisha chochote, ikawaita, ikazungumza nao, wao wenyewe akajitafakari. Mfano Mguto akasema mimi na resign mwenyewe. TFF wao wakasema tunamsimamisha CEO. Sawa. Kosa kubwa ambalo litakuwa limefanyika kama wale watu walitoka kwenye kikao pengine hawakuridhia, walienda tu kwa sababu uoga na mamlaka. Ndio hiki ambacho pengine kinaweza kaka linatokea kwa upande wa Simba, kwamba Simba walikuwa na msimamo wao. Sawa, umeenda kwa mkubwa wako uweze kusema hatuchezi mbele ya president, haiwezekani. Lakini inavyoonekana ni mgomo dhahiri wa Simba. Dhahiri, yani Simba wazi wameweka kabisa kwamba wao wameshaonyesha mgomo wa kwamba wao hawapeleki timu. Hata kama timu itaenda uwanjani, sawa? Unanielewa vizuri? Timu wakipeleka timu uwanjani, lakini bado Simba watakuwa kuna ujumbe ambao wanataka kuubeba uende kwa watu kwamba pamoja na hili, lakini sisi hatukukubaliana, tumeleta timu kwa shingo upande. Kuna tetesi zisikika kwamba Simba watapeleka timu ya under 20. Simeleka? Ndio. Yaani kwamba watapeleka timu ya vijana, wataingia uwanjani. Kwa hiyo ni kama wataenda kupeleka ujumbe mtufunge hata goli 100, lakini sisi hatukuwa tayari kucheza mchezo. Na namna ambavyo hii shughuli inavyoenda Lugano, watu wengi wanaweza wasiangalie sana kwenye namna ambavyo madhara yanaweza yakapatikana, wakaenda kuangalia labda adhabu ambayo Simba ataipata, kwa maana faini ambayo atapigwa kutokana na ile kutokuingia kwenye mkutano na waandishi wa habari. Lakini kuna watu ambao ndio wanao ufanya mpira wa miguu kuweza kuwa na hadhi na thamani. Mashabiki ambao kwa mara ya kwanza mchezo umeahirishwa, siku yenyewe
yenyewe ya mchezo na tunaona madhara yaliyotokea. Mara ya pili umeahirishwa tarehe 15, umesogezwa mbele. Inaenda tena tarehe 25 mchezo huu usipochezwa. Madhara yanayopatikana kwa mashabiki inaweza ikaleta madhara gani haswa kuelekea msimu unaokuja na michuano mingi mbalimbali ambayo itafanyika kwenye nchi yetu hapa Tanzania? Kwanza, mashabiki wengi tutawapoteza hasa kwenye swala la imani. Itakapokuwa natangazwa mechi zingine, watakuwa hawana uhakika kwamba mechi itakuwepo. Tunakumbuka kipindi kile ilikuwa hivi. Unajua, kwenye mpira wa miguu, mchezaji wa mpira wa miguu anatamani kumuona shabiki yuko hapo uwanjani. Na thamani ya mpira wa miguu ni shabiki ambaye yupo pale uwanjani. Si unanielewa? Ndio. Kwa hiyo shabiki huyu kama hujamhakikishia kwamba napanga bajeti ya leo nitaenda kesho uwanjani, mechi yenyewe huna uhakika kama itakuwepo, unakuwa umpi nafasi ya kutengeneza bajeti ya kwenda uwanjani kesho. Si umeelewa? Yeah. Kwa hiyo mechi nyingi sana ambazo watu wengi wataanza kurudi nyuma kwamba mimi hata siendi uwanjani. Mechi zenyewe sina uhakika kama itakuwepo. Kama ile yenyewe tutegemea itakuwepo, haikuwepo. Sasa hii itakuwepo vipi? Si umeelewa? Imani ya kumfanya shabiki akawepo uwanjani ni madhara makubwa sana ambayo yanaweza kusababisha viwanja vikaanza kuwa vyeupe uwanjani. Cha pili ni upande wa wadhamini. Unajua, unapomzungumzia mdhamini, mimi nilizungumza kwamba mtu kama NBC, sawa? Yeah. NBC, mdhamini mkuu wa ligi kuu Tanzania bara, ana mahitaji yake ya msingi, ndio maana kaweka pesa pale. Brand yake, anategemea value yake, anategemea return ambayo kitaalamu anaita lot, sawa? Return, yani return ya value yenyewe ambao umewekeza. Yeah. Na katika michezo ya dabi ndipo ambapo return yake mtu anatakiwa kuiona. Yani unapocheza Simba na Yanga, kwa sababu kuna vibe, watu wengi wanafuatilia, yani kuna mtu anaenda kujivunia nembo ya mdhamini kwenye dabi tu. Umeelewa? Kuonekana mara nyingi pale matukio, yani mtu kaposti, yani hata mtu mwingine kwenye kusubscribe au kujiunga na akaunti ya kibenki ni rahisi sana. Kwa hiyo wadhamini wataanza kuona kama ligi yetu ni ya kihuni. Kwa hiyo uhuni huo utasababisha wakae pembeni, waseme kwa hali hii hatuwezi kuwekeza. Inatufedhesha kwa sababu sisi tunatakiwa tuwe katika namna hii. Kampuni nyingi kubwa hizi ambazo zinategemea watu ambao wana maono mapana na marefu ya miaka mingi, sawa? Huwa wataki waharibiwe na kitu kimoja tu. Yani uje wewe umharibie siku moja tu, yani kwa sababu anaona kabisa huyu nataka nimwepuke. Kwa hiyo uwezo kashangaa baadaye. Na tetesi nimesha kuzitoaga, tetesi zizungumza kwamba NBC ambao ni wadhamini wakuu wa ligi kuu Tanzania bara, kwa maana ya NBC, walikuwa wana vikao vya ndani kutathmini juu ya maendeleo wa ligi hii na haya ambayo inaendelea. Inawezekana msimu ujao NBC tusiwe nao. Kama dabi haitachezwa, wadhamini watakimbia. Hasa mdhamini mkuu akikimbia, maana kuna wadhamini wengine pia wataanza kujiuliza kwa nini NBC walikimbia. Wataanza kunote kwamba kuna madhaifu ambayo sisi hatuwezi kuendana nayo. Utajikuta mabenki ambayo tuliyakosa kwa muda mrefu kwa wadhamini ambao waliingia, sasa tumeona CRDB wenyewe wakiwa katika kwa maana Confederation Cup au pale wapo wameweka pesa, wataanza kujitoa. Kwa hiyo tuweza kurudi katika zama za giza, wakati tulikuwa katika zama za matumaini ya mafanikio. Kwa hiyo madhara yatakuwa hivyo makubwa sana, yani ni madhara makubwa sana hasa kwenye mpira wetu. Lakini pia stakeholders wengine nao wataanza kuona ukiwekeza kwenye mpira ni watu wauni ambao hawaaminiki. Unajua sehemu yote ambayo ukiwekeza sehemu ambapo hawaaminiki ni sehemu ambapo sio rahisi mtu yani kuamini hata pesa yangu naweka mabilioni yangu ya pesa yakateketee. Kwa sababu NBC watakuja kuangalia thamani yao, watakuta pengine imeshuka tofauti na ilivyokuwa mmepanga au haijafika kwenye target zao. Mwisho siku inarudi nyuma na kwa haina thamani tena. Kwa hiyo ni madhara makubwa ambayo tunayakuta, ni mengi sana au ni baadhi ya machache. Kuna watu wadogo ambao wanahusika kwenye michezo. Mtu mwingine alikuwa anaenda pale uwanjani afanya biashara zake, hata kwa sehemu tena hiyo ataona kama ni sehemu ambazo haziaminiki. Kwa hata huduma zingine zinazohusiana na dabi na vitu kama hivyo vitapoa au vitaondoka kabisa, kwa sababu vinaleta madhara makubwa.
Kwa msimu huu tunaweza tukasema dabi hapa barani Afrika zimekuwa na matukio mengi sana. Tukienda pale nchini Misri, lakini pia juzi tumeona kuna basi la timu ambalo limechomwa, lakini pia tunarudi hapa nchini kwetu Tanzania namna ambavyo haya mambo yanaenda. Rais Karia amefanya mambo mengi sana ambayo yanampa sifa kubwa sana kwenye muongo wake ambao ameuongoza takriban miaka yake yote ambayo amekaa madarakani. Hili ambalo linaendelea huenda likaenda kumchafulia pakubwa na yale ambayo ameyafanya yakaonekana si kitu. Kiukweli kabisa mimi nishaye kuzungumza Wallace Karia pia kama ambavyo umesema kafanya mambo makubwa sana. Kibaya sana wanasema dunia nzima inafahamu falme nyingi ziliweza kuangushwa kwa sababu ya kiburi. Si unanielewa? Falme nyingi sana ziliangushwa kwa sababu ya kiburi, kwa sababu kuna mtu ambaye akifika kwenye level fulani ya juu anahisi kwamba hamwambii mtu chochote, yani anajisahau juu ya kufanya vitu vingine ambavyo ni hekima, busara, kuheshimu watu na vitu kama hivyo. Mimi kwa nini nazungumza hivyo? Hapa tulipofikia tusingefikia hapa endapo kama tahadhari zingechukuliwa kwa ukubwa sana kwenye hili swala. Hasa ripoti ingekuwa imetoka mapema kipindi kile, ingeeleza mambo yote. Sasa hivi tungekuwa tuzungumze na swala la dabi haijachezwa au kitu gani kimetokea. Sasa kiburi cha kutokutoa ripoti kilileta mvutano mkubwa mpaka mambo mengine alizaliwa ambayo wengine tulikuwa tuyafahamu. Umeelewa? Mpaka ikaingia sehemu nyingine wanasema vita havichagui silaha, zikaibuka silaha nyingine za kashifa kubwa. Lakini yote hayo ni kwa sababu ya uongozi ambao uko madarakani. Bodi ya ligi walidharau. Tulijaribu kuwashauri hata muda mwingine kutoa maoni yetu kwamba hili swala, hebu wekeni ripoti yenu hapa, wekeni wazi, na nikakosea achukuliwa adhabu. Angechukuliwa hatua mtu, tayari mambo yangekuwa yameshaenda sawa sawa. Umeelewa? Lakini kwa sababu wao wakasema kuvimbishana misuli, kutunishiana misuli, ikawa inasababisha hayo yote yatokee. Kwa hiyo yote haya yamesababishwa na bodi ya ligi, kiburi chao, yamesababishwa na TFF chini ya Wallace Karia, wao wenyewe kutokuchukua hatua mapema sana. Ndio maana mimi nisha kuzungumza Vika. Unapozungumzia mwili wa binadamu, sawa? Kuna wakati kikatoka kipele. Kile kipele kidogo kilegeza katoka. Kama sio kawaida kwenye mwili wako wana vipele, lazima ushtuke hiki ni nini? Kikija hicho nini, lazima ukichukulia hatua, peleka hospitalini haraka. Daktari, bwana tunafanyaje hapa, kiondoke hiki. Yaani kuna namna ambavyo tabii uchukue matukio haraka. Lakini ukidharau hiki bwana achana nacho. Kipele ndo ambacho kinapelekea kuleta kansa kwenye mwili. Kwa sababu itakuwa jipu kansa. Mwisho siku bwana kilianza kama kipele tu, lakini kwa sababu hamkuchukua tahadhari na mlidharau matukio madogo madogo. Hapa yote ambayo tunaweza kuzungumza haya ni matukio madogo madogo ambao watu wanadharau, yanakuja kupelekea mambo kwa magumu sana. Kwa hiyo mimi naona kwa mtazamo wangu, ukiniambia headline ya sasa hivi mara baada ya Simba kupeleka makocha na wachezaji kwenye press conference, hiki ni kiashiria kabisa kwamba mchezo wa dabi ya tarehe 25 haupo. Yanga ataenda kuchukua pointi zao mezani. Labda itokee sasa Simba wajishauri wasema tupeleke tu timu, hakuna namna, watachukua tu faini ya kutokufika kwenye press conference. Lakini hiki ni kiashiria. Sio, unanielewa ninaposema kiashiria? Ndio. Kiashiria, criteria zile ambazo zinaonyesha kwamba dabi inawezekana isiwepo kwa asilimia ngapi. Mimi sasa hivi na 75% dabi haipo. Kwa maana hiyo barani Afrika tunaenda kuweka rekodi ya mataifa mawili kutokuchezwa dabi na bado bingwa akapatikana. Naam. Utakuwa unakumbuka Misri Al Ahly, ni matukio ambayo yanafanana lakini akiwa na sura tofauti. Dabi hiyo moja kukubaliana kwa upande wa Misri, wao kukubaliana marefa kuja kuchezesha, marefa wa ndani ndio kuchezesha ule mchezo, wakagoma kabisa. Kanuni zilikuwa zinakataa. Poi ya Misri kagoma mpaka dakika ya mwisho, akapewa Zamalek point. Sawa? Ndio. Kwa hapa ni mvutano ambao umeanza muda mrefu sana. Mvutano wa kwamba timu moja ikupeleka timu mara baada ya kutokea sintofahamu getini, huku na huku mvutano umeenda mpaka kasi amerudisha hapa, lakini bado haijawezekana. Tuliona mamlaka ya serikali inawezekana nguvu ya kufanya hivyo, bado imeshindikana. Kwa hiyo nadhani sisi tunaweza yani mwaka huu au msimu huu inawezekana ni dabi au ni ligi ambayo
imeleta sintofahamu kubwa sana katika ligi zote za Afrika. Pengine licha kwamba tunaweza tumefahamika katika mashindano ya kimataifa, si ndio? Ndio. Mashindano ya ligi ya mabingwa, lakini pia CAF Confederation Cup, lakini pia inawezekana tukaanza kufahamika kwa kupitia mgogoro huu wa Simba, Yanga, TFF na bodi ya ligi, ambao ni mgogoro ambao kila mmoja kikaa na shangaa hivi imetokeaje mpaka imekuwa hivi. Yaani kidonda kalikuwa kapele, ikaja kidonda mpaka imekuwa kansa. Yaani imekuwa kansa. Siamini kama Simba atapeleka timu uwanjani, na hii inaenda kutuchafua na kuleta taarifa zaidi duniani. Lazima taarifa itafika maeneo tofauti kwamba bwana, timu imegoma kupeleka timu, yani dabi haijachezwa mara tatu. Mara yake tarehe 8 haijachezwa, tarehe 15 haijachezwa, tarehe 25 haijachezwa. Maana yake dabi imeisha, mtu wa kuchukua pointi za mezani. Bwana Lugano, shukrani sana, wewe na wakati mwema. Asante.